Walinzi wa pwani wa Taiwan wameonya kuwa China huenda ikajaribu kuvuruga hali ya wananchi wa kisiwa hicho kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuapishwa kwa Rais Lai Ching-te ambaye anatarajiwa kutimiza mwaka mmoja madarakani Jumanne ijayo. Tahadhari hiyo imetolewa leo Jumatatu kufuatia tukio la kusambaa kwa video kwenye mitandao ya kijamii inayoonyesha mtu anayedaiwa kuvuka bahari ya Taiwan kwa mashua ndogo na kupandisha bendera ya China katika ufuo wa Taiwan, tukio linaloibua maswali kuhusu uingiliwaji wa China kwa njia zisizo za moja kwa moja. Walinzi wa pwani wamesema tukio hilo linafuatia taarifa yao ya Ijumaa iliyopita ambapo walikamata raia wawili wa China waliotua kinyume cha sheria kwenye ufuo wa kaskazini magharibi mwa Taiwan kwa kutumia boti ya mpira. Akizungumzia matukio hayo, Xie Qingqin, naibu mkuu wa walinzi wa pwani wa Taiwan, alisema kuna uwezekano mkubwa kwamba hatua hizo ni sehemu ya mkakati mpana wa China wa kuendesha vita vya kisiasa na kisaikolojia kuelekea kumbukumbu ya mwaka mmoja wa Rais Lai. Alithibitisha kuwa video ya bendera ya China kweli ilirekodiwa katika ufuo wa Taoyuan, lakini bado inachunguzwa ikiwa ilihusisha raia wa China pekee au ikiwa alisaidiwa na mtu wa ndani wa Taiwan. Kwa upande mwingine, Baraza la Masuala ya China la Taiwan lililoketi wiki iliyopita lilieleza wasiwasi wake kuwa China huenda ikaongeza mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan katika kipindi hiki cha kisiasa nyeti. China imekuwa ikimwonya Rais Lai kama mwanamgambo wa kujitenga, ikikataa mazungumzo yoyote naye. Hata hivyo, Rais Lai amekuwa akisisitiza kuwa Taiwan ni nchi ya kidemokrasia na kwamba ni watu wa Taiwan pekee wenye mamlaka ya kuamua. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Agnes Peter. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.